katika mwambao wa pwani ya Kenya. Kilifi ni ardhi iliyojaa uzuri wa kupindukia. Ni eneo lililozama katika historia, likiwa limevalishwa mwanga wa jua la pwani na upeo laini unaovuma kutoka bahari ya Hindi. Pwani yake imejaa fukwe za mchanga mweupe kama unga, mito midogo ya mikoko inayojipenyeza kwa utulivu, na upeo usio wa mwisho wa maji ya bahari ya Hindi yanayong'aa kama kioo chini ya jua. Kuanzia maeneo ya kale ya Gede yenye mabaki ya ustaarabu wa kihistoria hadi tamaduni hai za watu wa Mijikenda, Kilifi inatoa taswira ya uhalisia, mdundo wa maisha na roho ya jamii iliyo imara katika utambulisho wake. Ni ardhi yenye soko la uwekezaji, misitu yake ikiwa minene na watu wake wakijulikana kama miongoni mwa wakarimu zaidi nchini Kenya. Wengine wakisema huenda wakizidiwa na ukarimu tu na jamii za Waluya. Iwe ni pori la asili lisilofungwa la Arabuko Sokoke Forest au hata miamba ya kuvutia ya Vipingo, Kilifi husimulia hadithi ya uzuri wa asili uliotukuka na kina cha kihistoria kisichoweza kupuuzwa. Hii ndiyo kaunti ambayo ni Kingi na Kenneth Kamtom walipata nafasi ya kuishi na kufanya kazi ya uongozi kati ya mwaka wa 2013 na mwaka wa 2018. Lakini nyuma ya mandhari hii ya kuvutia ya jua la pwani, kuna ukweli mwingine uliofichwa. Mgogoro tulivu uliofunikwa na mwanga wa machweo ya bahari. Ukuaji wa miji hapa Kilifi haukwamishwi na ukosefu wa maono, bali ni changamoto za miundombinu, matumizi yasiyo na ufanisi ya ardhi na ukosefu wa muda mrefu wa mipango madhubuti ya miji. Matokeo yake ni kwamba wawekezaji wanaanza kujiondoa, huku vijana wengi wakihama kuelekea maeneo mengine kutafuta fursa za maisha bora. Hata hivyo, uwezo wa Kilifi bado upo wazi, mkubwa na ambao haujaguswa kikamilifu. Hali hii inafikia hatua ya kushangaza pale ambapo hata naibu gavana anaweza kuishi umbali wa kilomita nyingi kutoka ofisi yake, akiwa maeneo ya Nyali, Mombasa County, kaunti nyingine kabisa. Ardhi iliyobarikiwa uzuri usio wa kawaida. Na si Amani Kingi pekee anayefurahia maisha katika mazingira haya ya pwani. Watu kama Joseph Gitonga na Joseph Amwai Mukabana pia wamekuwa sehemu ya simulizi hii ya maisha ya Kilifi na mwambao wake. Florence Mbithe Mwanza, Joseph Shoi Chege, Clementina Nerine Mondera na Mwasia Kiteme pia walikuwa miongoni mwa watu waliokuwa wamehama makwao, wakiwa wametoka maeneo yao ya asili yaliyo umbali wa kilomita kadhaa, wakivutwa na upepo wa pwani ya bahari ya Hindi na ahadi ya maisha bora karibu na mwambao huo. Lakini maisha yao yangepinduka ghafla siku moja ambapo wote wangekutana kwa namna isiyotarajiwa kupitia tukio moja la kushtua: mauaji ya mtu ambaye baadaye angegundulika kuwa Kenneth Mwakombo Kamtom.
taught us how to fight and defend ourselves. You taught us how to be humble and appreciative. Wale walimuua Kamto si majambazi wa kawaida. Ni mambo yalipangwa. Tangu Mheshimiwa Kamto alipofariki paka leo hakujashikwa hata chungu. Damu ya marehemu iweze kuandama hawa walimuua wasipate amani katika maisha yao. Kaunti ya Kilifi ilikuwa masaa machache tu kutoka kusherehekea siku ya Jamhuri, miongoni mwa sikukuu muhimu zaidi nchini Kenya, inayoadhimishwa tarehe 12 Desemba kila mwaka. Siku inayokumbusha Kenya kuwa jamhuri mwaka wa 1964 ndani ya Jumuiya ya Madola, na pia historia yake ya kupata uhuru kutoka Uingereza mwaka wa 1963. Hii ilitarajiwa kuwa siku kubwa. Wanasiasa wengi akiwemo Kamto walikuwa wakijiandaa kusimama majukwani wakiahidi maendeleo kwa wananchi na kutoa hotuba zilizojaa matumaini na maono ya kujenga taifa. Kamto, ambaye anajulikana kama mwanafamilia anayejitolea, aliamka mapema asubuhi ya Desemba tarehe 11, siku moja kabla ya Jamhuri. Kwa mujibu wa mlezi wa familia, Uchi Mkaha, Kamto alikuwa na ratiba isiyo ya kawaida siku hiyo. Na walipoamka mimi nikawapikia chai na nikawawekea mezani na wakakunywa chai vizuri na bwanake, na wakatoka gari moja na bwanake, akiwa yule bwana ndo anapeleka hiyo gari apeleke bibi yake kazini. Wakatoka na bwanake wakaenda. Yule bwana akaenda akaacha bibi yake kazini, akarudi kwa nyumba. Tukaja tukashinda na yeye hapo. Huyo mzee hakutoka, alishinda hapo nyumbani mpaka jioni. Ilipofika jioni akatoka tena yule mzee akaenda kazini kwa bibi yake. Kaenda akamchukua bibi yake. Wakarudi mpaka kwa nyumba. Kufika kwa nyumba, yule mzee akachukua mamake. Manake mimi kazi yangu ni hiyo ya kulea wa mama wazee. Mamake alikuwa mtu mzima kama yule mama nyoka. Akamchukua mamake, akampeleka hospitali. Akaenda akapimwa pressure, akapewa madawa huko. Karudi na yule mama mpaka pale nyumbani. Kufika pale nyumbani akanielezea hizi dawa zafaa kupewa huyu mama, hizi za wapewa saa fulani na hizi wapewa saa fulani na hizi wapewa kesho saa fulani. Sasa yule mama alipokuwa ameletwa kutoka kazini, yule bibi yake sasa huyo Fozia, yeye akasema wanaenda kwa walikuwa na pati yao ya kufunga mwaka. Yeye akatoka na ile gari ndogo yenye alikuwa ameenda wameitumia toka asubuhi. Akatoka na hiyo yule Fozia. Huyu alipokuwa apeleka mamake hospitali akatumia gari yake. Akaenda akarudi, akaja akanielezea kuhusu hiyo madawa, na yeye naye akatoka. Lakini akitoka huyu mzee nilikuwa nishapika chakula ya jioni. Ndio nikamuuliza hautakula? Akaniambia natoka kidogo, nikirudi nitakuja kula na mama atakuwa amerudi. Alitoka kwenda kufanya jambo la kawaida kabisa, kwenda kwa duka la pombe la eneo hilo ili kutuliza kiu ya kile kilichokuwa kinamsumbua usiku huo. Alikuwa mtu mwingine mcheshi sana, na alikuwa mtu wa kupenda watu. Hakuwa mtu mtukutu kwamba akishakunywa pombe anakuwa mlevi wa kuja kuleta vita ndani ya nyumba. Yeye alikuwa anaweza kunywa huko, na akifika nyumbani hutojua kwamba huyu
ni mlevi. Manake anakuja tu na story za kuchekesha. Sijui nje kama alikuwa akikunywa anakuwa vipi, lakini ndani ya nyumba alikuwa haja mtulivu. Nilikaa na wao, sikuwaona wakiteta na bibi yake, wala sikuona akiteta na mtu yoyote. Wakati huo huo, Julius Gitonga, Joseph Amwai Mkabana na Mwasia Kitembe walikuwa na mipango mingine kabisa. Mipango ambayo ilianza kuiva siku 2 kabla. Julius hakumfahamu Mwasia moja kwa moja, lakini Mkabana ndiye aliyekuwa kiungo muhimu, mtu wa I know someone who knows someone. Mwasia na Mkabana walikutana mwaka wa 2016 katika soko la Kongowea, Mombasa. Mkabana alikuwa mteja wa kawaida wa Mwasia, akinunua bidhaa za nguo mara kwa mara. Na hivyo taratibu uhusiano wa kibiashara ukageuka kuwa urafiki. Ndio maana tarehe 10 Desemba mwaka wa 2018 walipokutana tena katika soko la Kongowea, Mkabana alipomueleza Mwasia kuhusu kazi aliyokuwa nayo, Mwasia hakusita kukataa wala kuhoji sana. Badala yake walikubaliana haraka kupanga mkutano wa siri. Na hapo ndipo mnyororo wa matukio ulipoanza kuunganishwa, bila yeyote kati yao kujua kuwa siku chache baadaye kila uamuzi mdogo waliofanya ungeingia kwenye moja ya simulizi nzito zaidi za pwani ya Kenya. Mkabana alifichua kuwa alikuwa na uzoefu wa kuvunja nyumba na kuiba mali, na kwamba alikuwa akimhitaji Mwasia Kiteme aungane naye katika operesheni yao inayofuata. Kwa mujibu wa Mkabana, nyumba walioilenga ilikuwa eneo la Nyali, Mombasa, nyumba inayomilikiwa na raia mwenye asili ya Kihindi, angalau kulingana na taarifa zake. Hapo ndipo alimchukua Mwasia hadi Nyali kumuonyesha nyumba husika kwa macho yake mwenyewe. Baada ya mazungumzo na ushawishi wa muda, Mwasia hakukataa ombi hilo. Badala yake alikubali kwa tahadhari, akiwa bado hajawa na uhakika kamili wa ukubwa wa kile alichokuwa anaingia nacho. Hapa ndipo Mkabana aliposema ni wakati wa kumtambulisha Mwasia kwa meneja wa kazi, mtu aliyekuwa anatajwa kama kiongozi wa mipango yote. Mkabana alifichua kwamba alikuwa akifanya kazi na mtu aliyefahamika kama Julius Gitonga. Baadaye jioni hiyo, Mkabana alimuita Mwasia na kumueleza kwamba wangekutana saa 1:30 usiku na kwamba Gitonga angekuwa kwenye mkutano huo muhimu. Mkutano huo ulifanyika kama walivyopanga. Wakiwa sasa wanajiandaa kuelekea kwenye nyumba iliyolengwa, hali ilibadilika. Mwasia alianza kuonyesha hofu, hali ambayo hata Gitonga aligundua mara moja. Wazo la tukio lenyewe lilianza kumzidia nguvu, na hatimaye akajikuta akitetemeka kwa mashaka. Kwa sababu hiyo, walilazimika kuhairisha operesheni hiyo hadi siku iliyofuata. Siku iliyofuata, watatu hao walikutana tena. Mahali pa kukutana palipangwa upya kwa umakini zaidi. Mkabana aliwapigia simu na kuwapanga ratiba mpya ya safari. Katika hatua hii, alihusisha pia mpanda bodaboda, mtu ambaye si tu dereva wa kawaida, bali alikuwa sehemu ya mnyororo huu wa siri unaojengwa taratibu katika soko la Kongowea. Kabla ya kusonga mbele, ni muhimu kukumbuka jina hili. Dereva huyu wa bodaboda hakuwa tu msafirishaji wa kawaida wa abiria wa bahati nasibu. Alikuwa sehemu ya mtandao huu
uliokuwa unaanza kujipanga kwa umakini. Saa 5 usiku walikuwa tayari wameelekea Nyali, eneo la nyumba lililokuwa limeonyeshwa kwa Mwasia hapo awali. Gitonga alikuwa amebeba silaha ya bunduki. Wakati haya yakitokea kwa kasi katika uhalisia wa usiku huo, maisha ya Kenneth Mwakombo Kamto yaliendelea kama kawaida. Alikuwa bado ameketi katika duka la pombe la eneo hilo, wakati mke wake Fauzia Omar akiwa nyumbani ameketi kwa chini. Mimi nikasema venye ushakuja, wacha na mimi nikalale. Mimi nikaingia kwa rumu nikalala. Fauzia akaketi pale sitting room. Ni saa 4 akaketi pale sitting room. Sasa yeye huwa akiwa ameingia nyumbani na bwanake hayuko, halali mpaka bwanake pale atakapokujia. Sasa mimi niliingia kwa rumu nikalala. Nililala hivi mpaka hii saa 9. Nje katika eneo la Nyali, Mwasia, Gitonga na Mkabana waliingia katika kiwanja cha nyumba inayomilikiwa na raia mwenye asili ya Kihindi. Lakini muda mfupi baada ya kuingia, kulingana na maelezo ya Mwasia mwenyewe, walilazimika kuondoka haraka kwa amri ya Gitonga, baada ya kugundua kuwa nyumba hiyo ilikuwa na mfumo wa kengele ya tahadhari ulioweza kuvunja mpango wao kabla haujaanza. Na hapo ndipo usiku huo ulipoanza kuchukua mwelekeo tofauti kabisa na ule waliokuwa wameupanga. Timu yetu ya Kurunzi haikuwa na uhakika kabisa ni kwa namna gani wahusika walitambua hatari hiyo katikati ya usiku, ilhali hakuna kengele yoyote iliyosikika katika eneo hilo usiku huo. Lakini kilichojitokeza ni hiki: walibaki wakingoja kwa muda hadi walipoona gari likikaribia nyumba ya jirani. Ilikuwa ni Kenneth Mwakombo Kamto akirejea nyumbani baada ya muda mfupi, akiwa ametoka kunywa kidogo, huenda kinywaji kimoja au viwili tu. Alipofungua geti na kuingia, walikuwa tayari wamesimama hapo nje. Gitonga alikuwa mbele na mara moja akamuamuru dereva asimame. Lakini kwa mujibu wa simulizi, Kamto hakusimama, alikimbia kuelekea ndani ya nyumba. Akija mimi nimelala kwa sofa sitting room, kwa namsubiri, nikapata usingizi. Nikamsikia ameniita jina. Akaniita Dia. Waizi. Ananiambia kuko na waizi ndani ya nyumba. So niliamka, lakini nilikuwa na maruirui ya usingizi, unajua. Nikitani upande ile ya mlango, na mwana mtu amesimama na amevaa iko yani mpaka chini, amevaa mask, umwoni sura mpaka uko chini. Nikawa nakimbia nenda upande wa jikoni. Uko ukiingia kwa jiko kuna mlango wa room, my mother-in-law alikuwa analala pale na maid wake. So nikakimbilia pale. Nikapata maid amesimama mlangoni. Na nikikimbia nilikuwa nasikia risasi. Alikuwa anajaribu kunishoot mimi, nikakimbia nikaingia pale. Nikampata maid amesimama mlangoni. Hii kama saa 9 ama saa 8 hapo. Ndio nikasikia twa twa. Sasa nikashtuka, ni nini? Nimeamka usingizini. Ni nini? Nilianuka tu nikakaa hapo kwa kitanda. Nilipoenuka kuketi hivi kwa kitanda, huyo Fauzia akaja mbio kule kwa ile room yenye niko. Nikamuuliza ni nini? Ni nini? Naambia kwa ni usikii mlio wa risasi, nikamsukuma nikaingia huko ndani. Sasa ile nataka kuenuka na mimi nitafute ile mahali nijifiche, ukaingia watu wawili kule kwa ile room. Mmoja akashout, "Wakishata, wakishata." Nikamwambia maid wangu ende akawashe taa. Maana I couldn't even remember switch iko mali gani, akawasha taa.
Nimewakisha hiyo taa, nageuka nirudi pale kitandani kwenye nilikuwa nimekaa, ameshafika tayari karibu na mimi huyo mtu. Nikamwona huyo mmoja amevaa mask, amejifunika kabisa, unamwona macho tu na mdomo. So akaniuliza huyu ni nani? My mother-in-law alikuwa amelala pale. Nikamwambia huyu ni mama. Lakini sasa yule mama alikuwa ni mtu mwenye ako na stroke. Hata aliposikia wakshata, yeye akaamka na nyimbo za kanisani. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, atupenda. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, Nimewakisha hiyo taa, nageuka nirudi pale kitandani kwenye nilikuwa nimekaa, ameshafika tayari karibu na mimi huyo mtu. Na ameshika bunduki yake. Anaambia toa simu. Hilo ndio lilikuwa swali la kwanza. Toa simu. Nilikuwa na simu yangu mkononi, nikampa. Akaniambia toa pesa. Ile toa pesa, nilikuwa na handbag yangu nimehangi kwa mguu wa kitanda. Nikawa kuna pesa zangu zenye nilipewa, nyingine nikatuma nyumbani kwa watoto wangu, nikawa nimebaki na 6,000 kwa kipochi cha Safaricom. Niko nacho paka leo hicho. Nimesema ni ukumbusho wangu. Nikatoa hiyo pesa, nikampa. Akaniuliza ni pesa ngapi? Ni pesa ngapi? Nikamwambia ni 6,000. Kwa nini unatoa pesa kidogo? Nikamwambia mimi ni mfanyikazi. Mimi ni mfanyikazi, hiyo pesa ndio hiyo nimepewa, hiyo nyingi nitatoa wapi? Haya. Sasa niliposema hivyo, wakasema kujeni huku. Tukatolewa kule kwa ile rumu. Sasa tunaletwa sitting room. Nilipotoka kwa ile rumu twaja sitting room. Tukifika pale karibu na kule kwenye makochi, huyu mzee yuko chini. Yuanguruma. Sasa huyu mwenzangu vyenye tulikuwa twatoka na uoga, huyu akaenda tayari hivi, akaenda pale kwa kochi la kwanza akakaa. Sasa nikawa nafuata yule mwenzangu, wakaniambia lala chini. Nilipoambiwa lala chini, nikaanguka tayari hivi. Wakaniambia flat, nilipoambiwa flat, haya nikaenda hivi. Haya. Nikabaki hapo chini. Sasa mimi mwanadamu nimelala flat, sijui kumbe natetemeka mimi, nikawa sijui. Huyo mwingine akaja kanipiga teke hivi. Watetemeka nini wewe? Tukitoka tukapata wamemlaza Kamtu, my husband. Wamemlaza kifudifudi, amelala kiangalia chini. And he was groaning. Alikuwa bado yuko hai. So mimi akaniongoza mpaka kwenye sofa. Nilipotulia hapo nimeambiwa watetemeka nini? Wakaenda pale kwa yule Fauzia mali amekaa. Wakamwambia wewe mama, toa pesa. Fauzia akasema mimi sina pesa. Pesa niliyokuwa nayo ni hiyo nimempa huyo mama wangu wa kazi, na ndio hiyo ninasikia mmempokonya. Manake mkiongea nilikuwa nasikia. Ndio hiyo yenye mmempokonya. Kama hauna pesa, toa dhahabu. Fauzia akasema sivai dhahabu mimi. Basi kama hauvai dhahabu, enuka, nyumba yake ni ya ghorofa. Enuka uende juu ukatoe pesa. Akasema mimi sina pesa wala sienda juu. Huko juu nendeni mkatafute chochote mtakachopata mchukue. Ananiambia utatoa pesa, nikamwambia sina pesa, beba TV, beba anything. Akaniambia sitaki TV. Akaniambia twende juu. Nikamwambia juu hakuna pesa. Sasa mimi namsikia mzee ana groan. Sasa nataka amalizane, nikamsaidia. Naambia mimi juu siendi manake sina pesa juu. Ananiambia nimetuma watu 2 huko juu, wakishuka na pesa nitakuua. Nikamwambia niue. Akanigonga nayo gani alikuwa ameshika kwa mkono. Wakaenda huko juu. Nasikia ni miguu ya watu 2. Lakini nimeambiwa flat, nimetulia hapo hapo.
nasikia tu ni miguu ya watu wawili wanaenda. Wakaenda wakapanda, wakakaa huko juu, wakatulia huko juu, wakateremka. Akarudi akachukua, kulikuwa na chupa soda hapo, akashika, sema mlikuwa mnakunywa soda, wacha hata mimi nijienjoy. Akabeba chupa mkononi, akawa anazunguka dining table akishika viti, anainua viti, namwona anainama anashikashika vitu. Mimi namwangalia tu, anasema mnasema mna pesa, mnaishi Nyali, sijui hizi viti expensive nini. Mimi nimenyamaza, nikamwona anainama akishika vitu, akatoka akienda zake. After 2 minutes akarudi, wapi funguo za gari? Akasema hata hiyo gari iko wazi. Wakatoka wakaenda kwa hiyo gari, lakini siwezi inua kichwa hivi. Hapo nilipo nasikia, lakini siongei na wala sienui kichwa kuangalia wanaenda vipi. Wakaenda huko kwa gari, wakatoka huko kwa gari, wakaja tena huku. Kulikuwa na freezer nyuma yenye mali kwenye kitchen. Wakaenda huko kwa freezer, wakafungua freezer, wakachukua chupa 2 za soda. Kulikuwa na soda Fanta Orange na Coca-Cola. Wakakunywa hizo soda. Walipomaliza kukunywa hizo soda, wakasema tunatoka na nyinyi, hakuna kuongea wala kupiga kelele. Mkipiga kelele tunarudi. Sasa mimi nikatoka. Sasa nikinuka ndio namkuta huyo maid wangu Amina amelazwa next to my husband hivi, ameangalia chini na mume wangu ameangalia chini. Nikamgonga Amina. Akasemaje, enukeni, wameenda. Akidhani bwanake atainuka. Aliposema enukeni, wameenda, nilienuka mimi nikasema alhamdulillah. Asa alipoona mimi nimeenuka na nilipoambiwa lala chini, nimelala hapa na bwanake yuko hapa. Alipoona mimi nimeenuka, ule Fauzia alikuja, ila hawa watu si wameniulia mume wangu hawa. Akimshika hivi mume wake yuabingiria upande wa pili. Manake amenguruma mpaka ameenda ambaye yuko singizini mpaka akanyamaza zii. Kufikia wakati polisi walikuwa wanaanza kupanga viti vya mahojiano na ushahidi, tayari watu 2 kati ya waliokuwa kwenye tukio hilo walikuwa wamekwisha ondoka nje ya Mombasa. Kwa upande wa Gitonga, mtu aliyekuwa ametajwa kama mshika bunduki alifanikiwa kukamatwa baadaye na polisi akiwa katika nyumba yake ya Bamburi pamoja na mwanamke aliyefanya kazi ya ukahaba.